Ni Alhamisi ya Septemba mosi 2016. Karibu Ayo TV katika uchambuzi wa magazeti ukiwa na mimi Alice Tupa. Moja kati ya story kubwa ambayo imejitokeza katika gazeti la Nipashe nasema siri ya Mbowe kuahirisha ukuta. Hii hapa ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Habari nyingine nasema Kitwanga muunga mkono Magufuli, ni habari ambayo ipo katika ukurasa wa 4. Mlipaji mkuu wa serikali atumbuliwa, bosi NIDA ugua gerezani, bunge la hoji posho ya bodi ya mikopo. Lakini habari nyingine nasema maalimu wa bano kumtema Lipumba, na katika habari za michezo kuna habari inasema Umoja uchambua ubingwa wa bara. Na zote habari hizi tukiziangalia katika ukurasa wa ndani, habari inasema siri ya Mbowe kuahirisha ukuta, mvutano kati ya jeshi la polisi na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema uliohitimishwa jana baada ya mwenyekiti wa chama hicho Freeman Mbowe kutumia dakika 28 kusoma tamko la kuahirisha maandamano yaliokuwa yamepangwa kufanyika leo nchi nzima. Maandamano haya yasiyo na kikomo yalikuwa yameandaliwa na Chadema kupitia operesheni wanayoita Umoja kupambana na udikteta Tanzania ukuta iliyozinduliwa Julai 27 mwaka huu. Jeshi la polisi mapema lilikuwa limepiga marufuku vyama vya siasa kufanya maandamano na mikutano ya hadhara katika kutekeleza amri ya Rais John Magufuli ambaye aliagiza ya kutaka mambo hayo kusubiri uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Hata hivyo, jeshi hilo wiki iliyopita pia lilitoa amri nyingine ya kuzuia mikutano ya ndani ya vyama. Kwa maelezo, ilikuwa inatumiwa na baadhi ya wanasiasa. Umoja kupambana na udikteta Tanzania ukuta iliyozinduliwa Julai 27 mwaka huu. Jeshi la polisi mapema lilikuwa limepiga marufuku vyama vya siasa kufanya maandamano na mikutano ya hadhara katika kutekeleza amri ya Rais John Magufuli ambaye aliagiza ya kutaka mambo hayo kusubiri uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Hata hivyo, jeshi hilo wiki iliyopita pia lilitoa amri nyingine ya kuzuia mikutano ya ndani ya vyama. Kwa maelezo, ilikuwa inatumiwa na baadhi ya wanasiasa kuchochana nchi kuichukia serikali na vyombo vya dola. Mbowe alisema busara, hekima na heshima viongozi wa dini pamoja na zile za mke wa baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Nyerere, Mama Maria Nyerere na mwenyekiti wa taasisi ya Mwalimu Nyerere Joseph Butiku ndizo zilizowafanya watafakari na kuamua kuahirisha maandamano hayo hadi Oktoba mosi mwaka huu. Habari nyingine nasema mlipaji mkuu wa serikali atumbuliwa. Rais John Magufuli amemteua Doto James kuwa katibu mkuu wa Wizara ya Fedha na Mipango, na mlipaji mkuu wa serikali akichukua nafasi ya Dr. Silvasius Likwelile ambaye imeelezwa kuwa atapangiwa kazi nyingine. Kabla ya uteuzi huo, James alikuwa naibu katibu mkuu wa Wizara ya Fedha na Mipango. Taarifa iliyotolewa jana na mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu, James ataapishwa leo saa 2:45 asubuhi Ikulu jijini Dar es Salaam. Ingawa hakuzihusisha moja kwa moja na kutumbuliwa kwa Dr. Likwelile, wachumi waliozungumza na Nipashe jana walisema Wizara ya Fedha na Mipango inakabiliwa na changamoto kadhaa. Habari nyingine tukiangalia katika gazeti hili la Nipashe nasema Kitwanga muunga mkono Magufuli. Aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani Charles Kitwanga amesema anaunga mkono kwa 100% uamuzi wa Rais John Magufuli wa kulifufua shirika la ndege la ATCL. Hata hivyo, Kitwanga alisema anakosoa watendaji wa ATCL kwa kufanya maamuzi ambayo hayana maslahi kwa taifa. Akizungumza na Nipashe jana kwa njia ya simu, Kitwanga ambaye ni mbunge wa Misungwi CCM ya kuamua kufufua ATCL, lakini mipango ya watendaji ndiyo yenye kasoro. Akizungumza na Nipashe jana kwa njia ya simu, Kitwanga ambaye ni mbunge wa Misungwi CCM alisema Rais Magufuli alikuwa na nia njema kuamua kufufua ATCL, lakini mipango ya watendaji ndiyo yenye kasoro. Watendaji watumia rasilimali tulizokuwa nazo vizuri kwa manufaa ya taifa, alisema Kitwanga. Kitwanga alisema bodi ya kurugenzi ya ATCL haikufanya tathmini ya kutosha kabla ya kwenda kununua ndege mbili aina ya Bombardier Q400 zinazotumia injini ya mapanga boy. Kitwanga alisema bodi ya kurugenzi ya ATCL haikufanya tathmini ya kutosha kabla ya kwenda kununua ndege mbili aina ya Bombardier Q400 zinazotumia injini za mapanga boy. Habari nyingine nasema maalimu wa bano kumtimua Lipumba. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa imemwandikia barua katibu mkuu wa chama cha wananchi CUF Maalim Seif Sharif Hamad ikimtaka kujibu malalamiko aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho Profesa Ibrahim Lipumba. Aidha, ofisi hiyo imeutaka uongozi wa chama hicho kueleza hatua walizozipitia hadi kufikia uamuzi wa kumvua mwenyekiti na kumsimamisha wanachama msomi huyo. Ofisi hiyo imeupa uongozi wa CUF hadi kesho saa 3:30 alasiri. Ofisi hiyo imeupa uongozi wa CUF hadi kesho saa 9:30 alasiri kuhakikisha umejibu barua hiyo iliyoandika.
Ofisi hiyo imeupa uongozi wa CAF hadi kesho saa 9:30 alasiri kuhakikisha umejibu barua hiyo ulioandikia. Habari nyingine katika ukurasa 5 anasema bosi NIDA auua gerezani. Mkurugenzi mkuu wa zamani wa mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA Dickson Maimu jana hakufikishwa mahakamani kwa ajili ya kesi yake iliyotajwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, huku zikiwepo taarifa zisizo rasmi kuwa ni mgonjwa. Shilingi milioni 901. Tukimaliza habari nyingine katika ukurasa wa 7. Tukimaliza na habari nyingine ambayo ipo katika ukurasa wa 9 wa gazeti la Nipashe nasema Profesa Magembe asema mapato ya utalii nchini yameongezeka. Kasi ya Rais John Magufuli katika kuhakikisha Tanzania inajitegemea kwa kila mhusika kulipa kodi imeanza kulipa baada ya takwimu kuonyesha watalii wameongezeka nchini na hivyo kuongezeka mapato zaidi serikalini. Hayo yamebainishwa jijini Dar es Salaam juzi na Waziri wa Maliasili na Utalii Profesa Jumanne Magembe alipokuwa akizungumza kuhusu mikakati mbalimbali iliyotekelezwa na wizara yake, pamoja na kelele za sekta ya utalii baada ya serikali kuanza kutoza kodi ya ongezeko la thamani VAT katika sekta hii na pamoja na kelele za sekta ya utalii baada ya serikali kuanza kutoza kodi ya ongezeko la thamani VAT katika sekta hii na kuhakikishia hivi sasa watalii wameongezeka nchini na mapato yamekuwa kwa 22% zaidi. Taarifa iliyotolewa jana na idara ya habari Maelezo ilisomeka ikimnukuu Profesa Magembe. Na zote ni habari hizo ambazo zipo katika gazeti hili la Nipashe. Gazeti la Mwananchi limeandika ukuta mikononi mwa JPM viongozi wa dini. Ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Habari nyingine nasema China kujenga barabara kulipia kutoka Dar hadi Dodoma. Rais amuondoa Dr. Likwelile ampandisha naibu wake. Lakini katika ukurasa 3 kuna habari inayosema madiwani Arusha wataka TAMISEMI kutoa waraka wa posho nchi nzima. Mkapa asema Tanzania haijachangamkia fursa kama Rwanda. Macho yote duniani Mbarali kushuhudia kupatwa kwa jua. Ni habari hiyo ambayo ipo katika ukurasa 7 wa gazeti la Mwananchi. Na tukiangalia habari hizi kwa undani zaidi, habari inasema Mkapa asema Tanzania haijachangamkia fursa za kibiashara kama Rwanda. Mwenyekiti wa taasisi ya mazingira ya uwekezaji Afrika ICF Benjamin Mkapa amesema Rwanda imefanikiwa zaidi kwenye uwekezaji na biashara kuliko Tanzania kwa sababu ya kuchangamkia fursa za taasisi hiyo. Akizungumza jana jijini Dar es Salaam kuhusu utendaji wa taasisi hiyo kwa miaka 6, Mkapa ambaye aliongoza serikali ya awamu ya 3 alisema Rwanda ilijitokeza zaidi kwenye taasisi hiyo kuomba misaada kuliko Tanzania na nchi nyingine. Nimesema kuwa kazi yetu ilikuwa ya kuhitaji, sasa kama serikali haina juhudi binafsi za uwekezaji na biashara na mnajaribu kuonyesha mianya lakini hawajali kufanya mabadiliko, wanafanyaje? Alihoji Mkapa. Habari nyingine katika ukurasa 3 inasema kamati ya bunge yaibana bodi ya mikopo kwa posho. Wabunge wameibana bodi ya mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu kwa kuongeza posho na kufikia jumla shilingi bilioni 1 katika kipindi kifupi, kiasi ambacho hakilingani na kazi wanayoifanya. Kwa kipindi kirefu bodi hiyo imekuwa ikitupiwa lawama kwa kuchelewesha mikopo, kushindwa kukusanya fedha za wanafunzi waliokopa na kutoa mikopo kwa wanafunzi hewa. Hivi karibuni waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Jose Ndalichako alisema bodi hiyo imetoa fedha za kujikimu na mafunzo kwa vitendo zaidi kwa wanafunzi hewa 1000. Hata hivyo, mkurugenzi mtendaji wa hesabu Abdul Razak Kibadu alijitetea mbele ya kamati hiyo akisema ni mgeni katika bodi hiyo na kwamba anaweka mikakati mizuri ya kurekebisha mambo hayo ili kuhakikisha inafanya kazi kwa weledi zaidi. Habari nyingine katika ukurasa wa 4 inasema hali ya maisha imeanza kubadilika kwa wakazi wa mji wa Rujewa wilayani Mbarali mkoa wa Mbeya kutokana na wingi wa wageni waliofika kushuhudia tukio la kihistoria la kupatwa kwa jua. Mara ya mwisho kutokea nchini ilikuwa ni mwaka 1977. Baadhi ya maeneo yatashuhudia giza huku wengine wakishuhudia kufifia kwa mwanga wa jua.
Hali ya maisha imeanza kubadilika kwa wakazi wa mji wa Rujewa wilayani Mbarali mkoa wa Mbeya kutokana na wingi wa wageni waliofika kushuhudia tukio la kihistoria la kupatwa kwa jua. Mara ya mwisho kutokea nchini ilikuwa mwaka 1977. Baadhi ya maeneo yatashuhudia giza huku mengine yakishuhudia kufifia kwa mwanga wa jua. Kupatwa kwa jua kunatokea kama dunia, mwezi na jua kukaa kwenye mstari mmoja mnyoofu, yani wakati mwezi unapita kati ya dunia na jua. Jua linapatwa leo na wataalamu wa masuala ya anga wamelichagua eneo la Rujewa kwa ajili ya kuratibu mabadiliko hayo yanayotarajiwa kuanza kuonekana kuanzia saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. Wanahaa kupata vyumba kwani vingi vimeshajaa huku wengine wakipandisha bei ya vyumba baada ya kugundua kuwa kutakuwa na wateja wengi. Wanahaa kupata vyumba kwani vingi vimeshajaa huku wengine wakipandisha bei ya vyumba baada ya kugundua kuwa kutakuwa na wateja wengi. Tukimaliza na habari nyingine ambayo inasema China kujenga barabara ya kulipia kutoka Dar hadi Dodoma. Wawekezaji kutoka Ujerumani na China wamejitokeza kuwekeza mkoani Dodoma katika miundombinu mbalimbali ikiwemo hoteli za nyota 5 na barabara kutoka jijini Dar es Salaam hadi Dodoma ya kulipia. Akizungumza katika uzinduzi wa baraza la biashara la wilaya ya Dodoma mjini, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya sekta binafsi nchini TPSF Godfrey Simbe alisema jana wawekezaji hao wamechangamkia fursa mkoani Dodoma kuliko mikoa mingine. China hao pia wameonyesha nia kuwekeza katika kumbi kubwa za mikutano na hoteli za nyota 5 na ujenzi wa barabara hiyo. Sasa hivi mikutano mingi ya kimataifa imekuwa ikifanyika Nairobi nchini Kenya, lakini zikijengwa hoteli na kumbi Dodoma, mikutano hiyo itakuwa ikifanyika Dodoma, alisema. Alisema pia wawekezaji hao wameonyesha nia kuwekeza katika kilimo cha alizeti na zabibu, mazao ambayo yanastawi kwa wingi mkoani Dodoma. Na ni habari zote hizo ambazo unaweza kuendelea kuzisoma katika gazeti hili la Mwananchi. Gazeti la Jambo Leo limeandika Lowassa asema nitamtafuta Magufuli, asema Jubilea Mkapa wa kuzungumza, Chadema sitisha maandamano mikutano. Ni habari hiyo ambayo unaweza kusoma katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Jambo Leo. Habari nyingine inasema Mtatiro amliza Profesa Lipumba, ni habari ambayo ipo katika ukurasa wa 5. Ukuta ulivyapa pressure na nchi, ni habari ambayo imeandikwa katika ukurasa wa 4. Lakini pia kuna habari inasema wengi hawajui kupatwa kwa jua, Likwelile angolewa hazina, mzee wa dunia atamani kufa. Lakini katika habari za michezo kuna habari inasema Jeki amtoa kwa masharti Samata. Na ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma zaidi kwa undani katika gazeti hili la Jambo Leo. Na tukiliangalia gazeti la Mtanzania nalo limeandika almanusura ukuta, viongozi wa dini, Mama Maria Nyerere wahariri wahusika, Lowassa fichua siri yake na JPM. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuisoma katika ukurasa wa 4. JPM amtumbua katibu mkuu Wizara ya Fedha, ni habari ambayo ipo katika ukurasa wa 4. Pia kupatwa kwa jua kwa fungua lango la hifadhi ya Ruaha. Lakini pia katika habari za michezo kuna habari inasema Hansi Plojim asema Yanga ni imara, wachezaji wanajiamini. Gazeti la Habari Leo limeandika Chadema wakubali yaishe, watoa mwezi mmoja wa majadiliano, Masauni asema serikali imara kulinda amani. Habari nyingine inasema kupatwa kwa jua ishara kukubalika uongozi wa JPM, ni neno la wazee wa mila Mbarali. Lakini pia yasema watachinja ng'ombe kwa shukurani. Ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 2. Mapato, idadi ya watalii yaongezeka nchini. Lakini pia kuna habari inasema Rais John Magufuli amemthibitisha Gaston Msigwa kwa kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu. Na katika habari za michezo kuna habari inasema wakati bodi ya wadhamini ya klabu ya Yanga ipo kwenye hatua za mwisho kumkodisha Yusuf Manji timu hiyo, uongozi leo unashindanisha wadhamini. Na ni habari zote hizo ambazo unaweza kuzisoma kwa ndani zaidi katika gazeti hili la Habari Leo. Tukiliangalia gazeti la Tanzania Daima sauti ya watu limeandika wameahirisha maandamano sasa Oktoba mosi, Mboya ataja sababu nzito, serikali yapumua. Ni habari ambayo imeandikwa katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Habari nyingine inasema katibu mkuu hazina tumbuliwa, ni Dr. Likwelile mume wa mbunge Viki Kamata. Habari nyingine inasema MCT kubeba kesi za waandishi wa habari, Rujewa yafunika kupatwa kwa jua. Lakini katika habari za michezo kuna habari inasema Yondani aitosa Taifa Star, na ni habari ambayo unaweza kuisoma katika ukurasa wa 24 wa gazeti hili la Tanzania Daima. Tukimalizia na gazeti la Uhuru kuna habari inasema kuanguka kwa ukuta siri nzito ya fichuka. Ni habari ambayo unaweza kusoma katika ukurasa wa 4. Kasi ya JPM yazaa matunda pamoja na ongezeko la vati, watalii wajazana nchini, kiama cha majangili watorosha magogo kimewadia, udikteta wambatia watolewa hadharani. Lakini katika habari nyingine kuna habari unasema hatuna muda wa mazungumzo wanaotaka
kuvunja amani. Ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Uhuru. Na tukiingia katika magazeti ya udaku, tuna gazeti la Wembe ambapo kama mnavyoona katika ukurasa wa mbele lina habari tu nyingi na ukurasa wa nyuma. Na tukiangalia magazeti ya michezo leo, gazeti la Mwanaspoti limeandika ni ajibu Yanga hakuna namna. Ni habari ambayo imepewa kipaumbele kabisa, hiyo ambayo unaweza kusoma katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili. Habari nyingine nasema kesi mbona mzuka, wachezaji Simba wawekewa noti za kumwaga mezani. Ni habari ambayo ipo katika ukurasa wa 2. Mustafi ana ndoto zake hapo Arsenal, lakini pia kuna habari inasema kufuru mbaya, na ni habari hiyo ambayo ipo katika ukurasa wa 24 wa gazeti hili la Mwanaspoti. Katika ukurasa wa nyuma gazeti hili kuna habari inasema kufuru mbaya, klabu za England zafikisha pauni bilioni 1 kusajili. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuisoma katika ukurasa wa nyuma wa gazeti hili la Mwanaspoti. Tukimalizia na gazeti la Bingwa, katika ukurasa wa mbele imeandika mabilionea wapigana vikumbu Yanga, Jangwani waipiga Simba bao la kisigino, udhamini wao kutikisa Afrika. Ni habari hiyo ambayo unaweza kusoma katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Habari nyingine inasema Hassan kesi kualiza wengi, Simba acha kabisa, wanusa kuweka rekodi ya kipekee Afrika, dili likitiki weekend hii, wapambe wataisoma namba. Habari nyingine inasema liroga TFF kafa, Bale anajua ila Mustafa noma sana. Na katika ukurasa wa nyuma gazeti la Bingwa kuna habari inasema rekodi England yatumia bilioni 1 katika usajili msimu huu. Habari nyingine inasema hata sema nimetoa Torino wakati mwafaka. Na zote ni habari hizo ambazo unaweza kuzisoma katika gazeti hili la Bingwa. Na gazeti la Bingwa linatufungia uchambuzi wa magazeti kutoka hapa Ayo TV. Endelea kusubscribe YouTube channel yetu ya Millard Ayo, lakini kutembelea kurasa zetu za Facebook, Instagram na Twitter pamoja na Snapchat kwa jina hilo la Millard Ayo. Lakini imebaki siku moja tu kuweza kujishindia milioni 20 kutoka Vodacom kupitia promotion ya Kamata Mpunga. Andika neno go kwenda namba 15544 na kuweza kujishindia fedha kutoka Vodacom. Jina langu naitwa Alice Tupa.